Okay. Sasa nakupeleka, unajua kila kitu la design kutegemea na eneo. Hili ni eneo la madhabahuni, ni eneo ambalo tunataka kila mtu asikie neno kwa ufasaha pasipo any emergency ya drop up. Sehemu tumetumia wireless ili kuweza kupunguza cables na nini kwenye kanisa letu, lakini hapa nimetumia cable instead of wireless kwa sababu hatutaki any interference, whether imetoka kwenye wifi au imetoka kwenye television broadcasting au kuangalia hili eneo la mjini na eneo la teknolojia, kwa RF frequencies zipo nyingi za kutosha. Kwa mantiki hiyo hapa nimedesign kwa kutumia cable, lakini cable should go very smooth. Kwa tumefanya snake zimepita chini huko under the ground na zimeweza kutokea sehemu ambapo kama unavyoweza kuona zimetokea zija cross. Hizi moja kwa moja zimeenda kwenye upande ule wa server room. Na hizi cable ziko well labeled, lazima ulabel, weke label vizuri, kuna mashine kwa ajili ya kulabel. Una label hizi cable ili mtu aweze kuzi identify kirahisi wakati wa huduma. Na hii inasababisha kwamba mambo yao mazuri zaidi. Kwa hiyo aina unaiweka hapa, tunaweka mic hapa ambayo inatumika. Of course kuna different type of microphone, right? Kuna condenser microphone, kuna dynamic microphone. So for this type we need a condenser microphone na inatakiwa pia iwe very sensitive. Sasa hii yote ni combination ya design ya pamoja mic inapokuwepo hapa mbele pamoja na speaker. Otherwise utakuta wengi wanapata miluzi sana kwa sababu condenser is a very sensitive. You can stay very far, unaweza kaa mbali lakini sauti yako ikasikika. Sasa kama huja design speaker zako vizuri, wewe unahakikisha kwamba sauti ya speaker itarudi kwenye condenser. So this is a very properly designing, na mic itakuwa pamoja hapa na nyingine itakuwepo hapa kwenye pulpit au wanaita podium, kwa lugha kanisa tunaita pulpit. Hapa inakuwa hapa either kwa ajili mtu anatoa neno lote au anasoma neno la siku au vitu vingine. Tunahakikisha kwamba sauti inakuwa very clear, no any drop. Na cabling lazima zipite vizuri, very properly. Nataka niongeze key point moja ya msingi. Kumbuka tunaposema kwenye mic level signal ni in terms of millivolts. Na huu mfumo kuna signals, kuna audio signals, lakini pia kuna umeme pia umepita. Kwa hizi nyaya za umeme ambazo zina operate kwenye around 220 mpaka 240 voltage kwenye 50 Hz, na hii cable ambazo zinapita kurun kwenda kwenye server room, lazima upitaji wa zile cable zitofautiane. Otherwise utakuta kwamba kuna certain noise inaita hum noise, kama ile noise inatokana kwenye nini, wale unafahamu nini, nyuki unataka hum unaisikia kwenye speaker kwa sababu ya kitu kimoja, principles ya physics ambayo tunasema hivyo kwamba ikiwa conductor yako iko perpendicular na magnetic field, if either ukivari magnetic field utasababisha induced current kwenye conductor, au ukivari conductor cha msingi tuwe perpendicular na ile magnetic field, basi current itakuwa induced kwenye ile conductor, kwa sababu ndani ya conductor kama copper ina idadi kubwa sana electrons. Kwa hiyo when we disturb through either variation of conductive field au magnetic field, basi ile current inakuwa induced na flow, na ile kiflow ndio noise yenyewe. Kwa kama zikiwa parallel kati ya audio signal pamoja na issues za umeme, basi maana yake unajua kabisa kwamba ile sauti ambayo inatoka kwenye umeme, ile noise ya 50 Hz itasababisha itakuwa induced kwenye upande wa audio, na kwenye speaker yako utashangaa ukiosha vyombo vizuri. Mfumo huu wa CCTV DCMs ukiuona hapa, yani mtu asipoongea unaweza kufikiri kwamba speaker zimezimwa. Kwa hizo consideration, those factors also have been considered in this design. Thank you very much, na Mungu akubariki. Tunaendelea kukupitisha zaidi kipengele baada ya kipengele. Ukimaliza mfumo huu basi you will be the best. Mungu akubariki sana.